Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora. Mashamu sana Beatus Kinyaia, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dodoma. Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mapadri, watawa wa kiume na kike, wapendwa mashemasi na waseminari, waheshimiwa viongozi wa serikali na dini mbalimbali na taifa lote la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikiwa nimejaa huzuni, nikiungana nanyi ndugu zangu wapendwa katika kanisa kuu la jimbo la Kondoa, katika wakati huu mgumu, ninahuzunika pamoja nanyi kwa kifo cha mpendwa wetu Mhashamu Bernardine Mfumbusa, aliyekuwa wa jimbo la Kondoa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatoa salamu za pole kwa kanisa Katoliki nchini Tanzania na hasa kwa jimbo hili la Kondoa. Kifo cha askofu wetu mpendwa kilitujia kama mshangao. Mungu alimpa Mhashamu Askofu Mfumbusa vipaji vingi. Aling'aa hasa kwa bidii yake ya kitaaluma kama mwalimu aliyeweza kuwafundisha wanafunzi wengi ambao pia wamekuwa wabobezi katika nyanja zao maalum. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alitambua vipaji vyake na kumteua kuwa askofu wa kwanza wa jimbo la Kondoa, utume aliofanya kwa ari kubwa. Kwa kutambua ubobezi wake katika nyanja ya mawasiliano, tarehe 9 Aprili 2026, siku 5 tu kabla ya kifo chake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alimteua kuwa mjumbe wa dikasterio ya mawasiliano huko Vatikani. Chango wake katika ukuaji wa jimbo la Kondoa katika imani na kujitegemea hautasahaulika. Hali kadhalika chango wake kwa kanisa la Tanzania, hasa katika kukuza matumizi ya vyombo vya habari ya kisasa kwa ajili ya uinjilishaji na mawasiliano hautasahaulika. Elimu aliyoshirikisha wanafunzi wengi aliyowafundisha itaendelea kuwepo daima. Uongozi wa kanisa na ubalozi wa Baba Mtakatifu hapa Tanzania unatoa salamu za pole kwa ndugu wa familia ya hayati Mhashamu Bernardine Mfumbusa, pamoja na kwa jimbo la Kondoa, na tunaiombea roho ya ndugu yetu aliyefariki kwa rehema ya Mwenyezi Mungu isiyo na kikomo, tukiomba kwamba baada ya kumtumikia Kristo na kanisa lake kwa uaminifu, akiwa ametakaswa na udhaifu wote wa kibinadamu, aweze kukaribishwa katika furaha ya uzima wa milele.
Raya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. And now I have the duty to read in English the message that Pope Leo XIV, through the Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin, sent for this occasion. Saddened to learn death of Bishop Bernardine Francis Mfumbusa, His Holiness Pope Leo XIV sends condolences to the clergy, religious, and the lay faithful of the Diocese of Kondoa. In commending the late bishop's soul to the merciful love of Jesus, the Good Shepherd, His Holiness joins all the local church in giving thanks to God for his years of dedicated episcopal ministry and for his commitment to interreligious dialogue in the field of communications. To those gathered for the Mass of Christian burial and to all who mourn his passing in the sure hope of the resurrection, the Holy Father cordially imparts his apostolic blessing as a pledge of peace and consolation in the risen Lord. Signed by Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of His Holiness. Now also I want to read the message wrote to me to be read in this occasion by Archbishop Fortunatus Ngwachukwu, the Secretary of the Dicastery for Evangelization. With deep sadness, the Dicastery for Evangelization has learned of the sudden passing of His Excellency, the Most Reverend Bernardine Francis Mfumbusa, Bishop of Kondoa. We recall with gratitude his dedication to the proclamation of the gospel and his special attention to the world of communication, tools he used to sow the seed of truth in the hearts of the faithful. Kindly extend our heartfelt condolences to the clergy, religious, and laity of the Diocese of Kondoa, assuring them of our spiritual closeness in this moment of trial. In this time of bereavement, we pray that through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Star of Evangelization, Bishop Mfumbusa may receive the eternal reward promised to the good and faithful servants. Signed by Archbishop Fortunatus Ngwachukwu, Secretary of the Dicastery for Evangelization. And now I want to read in the official Latin a decree that has been written for the running of the Diocese of Kondoa until the appointment of the new bishop. Decretum cum per pium obitum excellentissimi ac reverendissimi domini Bernardini Francisci Mfumbusa sedes episcopalis Kondoaensis vacaverit. Hoc dicasterium regimini eiusdem diocesis vacantis providere cupiens omnibus mature perpensis atque vigore facultatum specialium sibi a Santissimo Domino nostro Leone XIV divina providentia Papa concessarum excellentissimum ac reverendissimum Dominum Willibrordum Henricum Cibosi episcopum auxiliarem Dodonoensim administratorem apostolicum sede vacante et ad nutum sancte sedis diocesis Kondoaensis nominat et constituit, eidemque omnes tribuit facultates
quas ius administratori apostolico concedit. Datum Romae, ex sedibus dicasteri pro evangelizzazione, die 16 mensis aprilis, anno Domini bismillesimo 26. Fortunatus Vaciucfus a secretis. Tafsiri ya hilo tamko kutoka kwa Baba Mtakatifu kupitia Kongregasio ya Uinjilishaji ni kama ifuatavyo. Dikasteri ya uenezaji Injili kwa mataifa yatoa tamko kuwa kwa kuwa kufuatia kifo cha mchungaji wake mwashamu na mtukuka Askofu Bernardini Francis Mfumbusa, kiti cha kiaskofu cha jimbo la Kondoa kimekuwa wazi. Dikastero hii ikitamani kutoa uongozi wa kiti hicho kilicho wazi, baada ya tafakari ya mambo yote kwa ukomavu na kwa mamlaka maalum iliyopewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwa mpango wa Mungu, Baba Mtakatifu anemteua na kumweka mhashamu Askofu Wilbrod Henry Kibozi, askofu msaidizi wa Dodoma, kuwa msimamizi wa kitume wa jimbo la Kondoa, wakati kiti kikiwa wazi, na kwa ridhaa ya kiti kitakatifu inampa yeye mamlaka yote ambayo sheria inamhusu msimamizi wa kitume mpaka pale atakapochaguliwa askofu mpya. Imetolewa leo Roma kutoka ofisi ya Dikasterio ya uenezaji wa Injili siku ya 16 ya mwezi wa pili mwaka wa Bwana 2026. Kwa tamko hili, kama tulivyotaarifiwa na balozi wa Baba Mtakatifu nchini, masuala yote katika kipindi hiki cha mpito na kuanzia sasa, atakayepokea salamu zenu, matashi yenu na pole zenu ni Baba Wilbrod, Askofu Wilbrod Kibozi, ambaye ni askofu msaidizi wa jimbo la Dodoma. Kristo. Baada ya hayo, naomba tusome salamu za rambirambi kabla tujasikia za wale walioko hapa. Tumepokea salamu za rambirambi ambazo zimefikishwa kwa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Rais wa baraza letu Askofu Wolfgang Pisa, ambaye sikumtambulisha, naomba nimtambulishe kwa kuchelewa. Asante sana baba, nashukuru. Amepokea salamu zifuatazo kufuatia kifo cha Baba Mfumbusa. Salamu za kwanza zimetoka kwa Kardinali Fridolin Ambogo, kardinali wa Kinshasa, ambaye ni rais wa mabaraza, umoja wa mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika. Pia tumepokea salamu za rambirambi kutoka kwa rais wa mabaraza ya maaskofu ya nchi za mashariki mwa Afrika, naita MESEA, kutoka kwa Askofu Charles Kasonde ambaye amewakilishwa na baba askofu kutoka Malawi. Tumepokea pia salamu kutoka kwa mwenyekiti wa baraza la chuo cha Kuea kilichoko Kenya. Tumepokea salamu kutoka baraza la maaskofu la Kenya kutoka kwa askofu mkuu Maurice Muhatia. Kutoka vile vile tumepokea
salamu za rambirambi kutoka kwa Baraza la Maaskofu la Malawi, kutoka kwa rais wa baraza hilo Martin Mtumbuka. Tumepokea salamu za rambirambi kutoka Baraza la Maaskofu la Zambia, ambapo Askofu Mkuu Ignatius Chama ambaye pia alitokea kusoma pamoja Nyegezi na baba marehemu. Tumepokea pia salamu za rambirambi kutoka katika Baraza la Maaskofu la nchi za Afrika ya Kaskazini yaliyo na makao yake Algiers, Algeria. Tumepokea pia salamu za rambirambi kutoka kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Sudani na jumuiya ya vyuo ambako askofu alikuwa anahudumu huko kama mwenyekiti. Vile vile wametuma salamu zao za rambirambi na wako hapa. Na vile vile tumepokea salamu kutoka viongozi kutoka nchi za nje, kutoka kwa mbunge ambaye alitokea kupenda kazi za baba, mbunge kutoka European Union Parliament, ni bunge la Umoja nchi za Ulaya, anaitwa George. Lakini pia tumepokea salamu za rambirambi kutoka kwa shirika la Church in Need. Tumepokea pia salamu za rambirambi kutoka Mission Munich. Tumepokea pia salamu za rambirambi kutoka kwa marafiki wa taaluma wa baba marehemu. Kwanza ni kutoka kwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Huyu walifanya kazi na baba askofu marehemu kwenye shirikisho la vyuo vikuu vya Afrika Mashariki. Tumepokea pia salamu, na hii imekuja pia na bahasha, tutaikabidhi rasmi ofisini. Profesa Sylvia Tem ambaye amefanya kazi kwa miaka mingi na baba askofu mstaafu huyo. Pia tumepokea salamu za rambirambi kutoka kwa Profesa Adolf Mkenda. Tumepokea pia salamu za rambirambi kutoka kwa marafiki wa baba askofu kutoka nje ya nchi. Moja anaitwa Tony Zenda, nadhani mababa wengi wanamfahamu, na mwingine anaitwa Roland Noya. Najua kutoka ndani ya nchi wengi mko hapa, mtakapokuja tutakuwa tunawatambulisha. Salamu hizi nzuri, nafurahi kweli kuea kile chuo alichofanya kazi nyingi sana, na tulivyohubiriwa jana na baba rais wanataka isomwe. Tunaomba radhi, hatutaisoma, na ziko nyingi, zote nilizotaja hapa zimeandikwa, tutakuja kuzichapa huko mbeleni. Kristo. Baada ya hapo, naomba nimkaribishe baba askofu Peter Chifukwa kutupa neno fupi sana, just a brief message of condolences from your excellence on your own behalf and on your sons. Your Excellency, the Nuncio to Tanzania, Your Eminence, the Cardinal Rugambwa, my fellow bishops, my dear priests and sisters, the bereaving family, the delegation from Kwea, and my brothers and sisters. I have here a letter from the Catholic University of Eastern Africa. The Bishop Chair has not been able to come, Bishop Mark Kadima, the Bishop of Bungoma. So since I'm the only member of the council present, I read the condolence message as follows. Kwea's condolences on the passing on of